tangulia kwa Fatha ma tayassara min al-Qur'ani, tafuata swala ya Mtume na faslu 4. Ni jambo la kushukuru Allah takabali, na yote yaliyofanyika yawe kwa malengo ya kilichotukusanya hapa. Kilichotukusanya hapa ni kumwombea mke wa ndugu yetu Mwalimu Hassani. Takriban siku 40 zilizopita alikuwa ni mwenye kutangulia kwenye barzakh. Sasa leo tuko kwa ajili ya dua maarufu 40 yake inshallah. Mwenyezi Mungu ajalie. Amen. Niende moja kwa moja kwa baraka ya Mwenyezi Mungu na mapenzi yake. Tumehudhuria wengi, wako wazee wetu kutoka maeneo mbalimbali, wote natambua uwepo wenu inshallah, na ninaamini kwa uwepo wenu Mungu atajalia tunachokifanya kitakuwa rehema, kitakuwa maghfira kwa mama yetu kwenye maisha yake basi inshallah. Lakini pia natambua marika yote yaliyoko hapa kwa ujumla, kwa dini zao, kwa madhehebu yao na kwa makabila yao, wote kwa ujumla inshallah. Uwepo wetu ni kwa ajili ya kumtakia rehema mama yetu. Kwa hiyo mimi naamini kila hatua iliyotoka kule ilikuwa ni sababu ya mama yetu kuandikiwa rehema. Lakini pia na uwepo wako masekunde na madakika yetu tutakayokuwepo hapa, nia na madhumuni kumwombea maisha mazuri ya barzakh. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu atutakabalie sote inshallah. Lakini nitambue uwepo pia wa maustadhi wote walioko hapa, walimu wote, wana madarisi wote, watoto wote na kadhalika, wote kwa ujumla wetu. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie uwepo wetu hiyo ni rehema. Na ndio lengo kubwa la mkusanyiko kama huu, na ndio maana wakakaa waliokaa, wakapanga waliopanga, wakafikiri waliofikiri, wakaona yafanyike haya inshallah. Ni kwa ajili iwe rehema kwa mama, kwa mama yetu, wengine shemeji yao, wengine binti yao, wengine dada yao, kila moja kwa nafasi yake dhidi ya huyu ambaye tumekusanyikia hapa inshallah. Mwenyezi Mungu ajalie kheri. Lakini pia ni kumfariji Bwana Hassani, Bwana Hassani pamoja na familia yake kwa ujumla, kwamba angalawa ndugu yao ametangulia, mtu wao ametangulia, lakini watakuwa na imani na matumaini makubwa kwa uwepo wenu kwamba anaishi vizuri. Sallallahu alaihi rasulillah. Basi niende kuwatambulisha pia baadhi ya mashehe wetu ambao wamehadhiri hapa. Tuko na mashehe wengi sana, kwa uchache ni wataji. Tuko na Al-Habib Ustadh Adam kutoka kule Mjeji, tuko naye hapa. Lakini pia tuna Al-Habib Ustadh Mursali kutoka kule Majengo. Tuna Al-Habib Ustadh Ibrahim pia kutoka kule Majengo. Tuna Al-Habib Ustadh Ramadhani pia kutoka kule Majengo ng'ambo. Lakini pia tuna Al-Habib Ustadh Kaifa kutoka kule Madenge. Lakini pia tuna Al-Habib Ustadh Njoro, jina maarufu Ustadh Njoro, imamu wa masjidi ya Mjini, tuko naye hapa. Lakini pia tuna Al-Habibu kamanda mwanaharakati Ustadh Mwanja yuko hapa. Lakini vile vile tuna Al-Habib Ustadh Hamza ambaye sisi ndugu yetu kwa Mwanza, lakini pia ni moja katika baraza la mashehe, alikuwa ni moja katika baraza la mashehe mkoa wetu wa Manyara. Sijui kwa sasa hivi kama amestaafu kama hajastaafu, lakini tuko naye hapa inshallah. Lakini tuna Al-Habib Ustadh Hassan Chawa, wanamuita Habibi Chawa, yani Chawa anayependeza, hawashi sana, ala Muhammad. Kwa hiyo lakini pia kwa kuwa ustadhi wetu Ustadh Hamza bado hajastaafu, ni shekhe, basi nadhani nafasi yake kutambulishwa itakuja rasmi. Mimi siingie tena huko, mimi nilikuwa najua pengine amestaafu siku hizi, kaache iko cheo kaenda vyo vya juu zaidi kule Mwanza. Lakini nasema bado yupo inshallah na kazi inaendelea. Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Lakini kwa ujumla na maustadhi wetu wengine
wote kwa ujumla. Sasa waliobaki, naomba nitaiamisha hii microphone kwa shekhe wetu wa kata, atatambulisha waliobaki kwa mukhtasari.